Hasa dakika chache zilizopita, kwa sababu usiku tangu asubuhi nilikuwa na kihoro nini, hatujui kitokea kitu gani, kwa sababu tumeshapitia maanguko mengi hapo kabla. So baada ya filamu ya mwisho ndio naamini imekuwa na ndio hapo hiyo fly ilikuja mpaka imeniharibu kisaikolojia. Imekuwa kwa magoli mengi sana. Hii mlijiandaa? Hapana, sisi hakujua matokeo yatakuwaje. Haya matokeo yamekuja. Sisi tulikuwa tunataka kushinda, yani kupita kwenye hatua. So hata ikiwa sare, yani kwa sababu tumeshinda mchezo wa kwanza ilikuwa tupite tu. Haya magoli mengi ni bonus. Wala haikupangwa na football na maajabu yake. Tunaweza mechi karudia tunafunga sisi. Hii goli 7 zilikuja kwenye ndani ya mchezo huo tu, labda kwa sababu kuna makosa fulani waliyafanya ilitokea. Ambao tungeweza kufanya sisi na safari nyingine tungekuwa bora. Ina alama gani sasa baada ya kutinga hatua ya makundi na nini ambacho kinakuja kichwani mwenu kama viongozi wa klabu ya Asante. Yaani sasa tutafurahia kwanza kuchoka. Haya baadaye hapa. Tutaanza kufikiria baadaye. Sasa hivi acha tushangilie kwanza hili na hii na tosha. Kwanza sasa hivi ni furaha. Ya, sasa ni furaha. Mengine yatakuja baadaye. Hakuna haja kuzungumzia mambo ambayo yatakuja baadaye. Sasa imekuwa ni historia ya aina gani, kwa sababu huko Azam kwa muda mrefu umeshiriki mara kadhaa kwenye michuano hii, lakini imekuwa ngumu kila ikifika nafasi ya kuitafuta makundi inakuwa ngumu kwa upande wetu. Hili jambo lilikuzwa sana, wala haikuwa ngumu kiasi hicho. Lilikuzwa sana kwa sababu labda kulikuwa na vitu vingine vinaendelea kwenye dunia nyingine. Sisi tumeanza kushiriki mashindano ya kimataifa 2013 mpaka sasa ni miaka kama 14 sio ngapi. Mwaka 2023 ni miaka 10. Ya 2025 kwa kama ya 12. Miaka ya 12 tunashiriki mashindano ya kimataifa. Sasa miaka 12 kuna watu kwenye nchi hii walikaa miaka 25 kutokea walipofuzu kwa mara ya mwisho mpaka kuja kufuzu tena miaka 25 ilipita. Miaka 25 ni muda mrefu kuliko uhai wa Azam FC. Kwa sababu Azam FC yake miaka 21. Sasa hii miaka 21 ujumlisha na madaraja ya chini yote kwa muda wote. Lakini kuna watu walikaa miaka 25 wanacheza ligi, wanakuwa mabingwa, wanakwenda Afrika raundi ya kwanza. Wanakwenda raundi ya kwanza miaka 25. Sisi miaka 12 wala sio kwamba ilikuwa kitu kubwa sana. Ila tu ilikuwa inakuzwa na watu wengine. Hii ni waandishi sisi tena. Nyinyi ni waandishi. Sisi waandishi ndio wanakuza. Unafikiri nani anayezungumza? Lakini hata wewe pia ni mwandishi. Mimi sio sehemu ya wale report hiyo. Mimi nazungumzia kuifanya hii kama ni story kubwa sana, hasa wao wamekwama. Kuna watu nchi wamekaa miaka mingi sana na walikuwa hawajaenda kuliko miaka ambayo Azam FC iliishi maisha yake yote. Lakini ukiangalia hoja kubwa ni kwa sababu Azam inaonekana ina kila kitu, lakini inashindwa kufanya kila kitu. Ni nini? Uwanja wa kwao, miundombinu mizuri kuliko timu nyingi. Mimi nikuuliza kitu kimoja. Kwani uwanja utaisaidia nini Azam? Yaani uwanja utaisaidia nini Azam? Unakuwa ni ngome ya nyumbani. Nani ambaye acheze nyumbani? Nikwambie kitu kimoja. Ndio nazungumza hivyo vitu vinavyotengenezwa. Kwa sababu ukiwa na uwanja mwisho wa siku ni kucheza tu mechi. Hata kama una uwanja utacheza tu mechi. Au usio na uwanja utacheza baridi. Sasa tofauti nini? Uwanja unao, usio nao, mwisho wa siku wote mnacheza. Hiyo inamhusu nini mchezaji? Sawa. Kwa kumalizia hapa, benchi la ufundi la Azam limechangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha hili mechi. Ya benchi la ufundi, wachezaji, viongozi ni kazi ya jumla ya wote. Unafahamu, sio kazi ya mtu mmoja. Ni kazi ya jumla ya wote na kila mmoja atahusika katika namna yake. Mambo ya Mungu. Kwa hiyo ni swala la kuungana wote kwa jumla. Kazi inafanyika nzuri, tunashukuru. Asante sana.